today. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. The same thing niliwaambia kwa wale ambao wanafunga sahum makbul. So, the same thing nataka kuambia. Niliwaambia baba wenu. Na waambia Orengo, mzee mwenyewe hapa. Mtu kwa 75 years. Hata jijui siasa gani anapiga. Mtu kama angekuwa machua, angekuwa kileva, angemaliza 2 term zake ya governor, afanye maendeleo, ndio akuja sasa kuja kama anataka president au anataka party leader au anataka kingpin. Watu wamchague kwa vita ambao wamefanya. Si watu wamchagua kwa sababu maandamano, si watu watakuchagua kwa sababu ya English, si watu watakuchagua kwa sababu ya baba. Sasa hiyo ndio ungeng'ara ufanye maendeleo Siaya. Ndio rudi 2 term yako. After that, uone kama utakuwa kingpin, au utakuwa elders, au utakuwa nini. Lakini kwa sababu akili ndogo si akili kubwa, mili nini, ndio sasa unafanya vitu kama hizo. So, haya watu, linda Uhuru, linda Sifuna, linda wananchi, linda tamaa. Wameimba hii mambo ya gunsi Homa Bay. Na wale anaimba hii mambo ya gunsi ni Wajaluo. Baba wenu ambao iko huko. Sasa ndio hiyo Orengo ambao iko huko, andao iko nini Weke pia ambao iko huko. Alafu kuna ule mwingine Omondi ambao iko huko. Wana profile Wajaluo vibaya sana. Wanachomea Wajaluo CV mbaya sana. Ndio mimi naomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hii kukuja kwao ikuwe na peace. Ndio shame the devil. Ndio shame the shetani. Ndio waibike na vitu ambao wamepanga kwa mind zao. Anataka usikie, ndio sasa ni correct one by one ukimsikia. Na before msikize, hawa Wajaluo wameoa kabila zingine wanakuwa na matatizo gani? Ya pili, hawa Wajaluo ambayo wako mix wanakuwa na kabila gani? Utapata mama ni Mjaluo au baba one of them si Mjaluo. Familia yake unapata mama au ni baba one of them si Mjaluo. Wanakuwa na shida gani na Wajaluo? Hao ndio wanataka kujifanyanga watu wameokoka sana. Hao ndio wanataka kusimamanga watu najua Mungu sana. Hao ndio wanataka kujifanyanga watu ambao wanajua machua sana. Hao ndio watu wanataka kujifanya bila Mjaluo nafaa behave, bila Mjaluo nafaa ongee, bila Mjaluo nafanya vitu. Sasa sikia semeji wa milima bila anaongea kama si kuprofile Wajaluo. There was another meeting at Honorable Kaluma's house with goons. And I think at a later time we are going to show you video material on some of these meetings. Like the meeting at Governor's Park, the audio is already out with voices of the people that I'm talking about. Haya, umesikia? Huyu ni semeji ya mlima anaongea. Ana profile jamii yake, so anaongea. Anasema magunzi walimit kwa MP Kaluma. Na anasema kuna evidence. Evidence ambayo ako nayo kwa Kaluma ni video. Anasema atatuonyesha evidence. Sisi ni polisi. Au ni fitina unatafuta? Sisi ni polisi. Au ni kuprofile watu ndio nataka? Sisi ni polisi. Au sympathy ndio natafuta? Sisi ni polisi. Au popular ndio nataka? Sisi ni polisi. Sio video, peleka kwa polisi. Polisi wachambue kama ni video real, kama ni video fake. Na hiyo video tujue imetoka kwa nani. Na yeye kwa hiyo meeting yeye alienda kanani? Alitumwa kama spy. Hiyo video uko nayo, peleka kwa commander police in Homa Bay area. Hiyo video uko nayo, peleka kwa inspector police ambao iko area hiyo. Hiyo video uko nayo, peleka DCP, DCI ambao iko area hiyo. Kama hao hatoshi, peleka kwa Kenya. Mkubwa wa polisi wote Kenya, wapeleke hivyo. Peleka kwa inspector Kenya mzima, wapeleke hiyo video. DCI pia mkubwa Kenya mzima, wapeleke hizo video. Hao ndio watu ambao wanafaa aone hizo video na audios ambao unasema uko nazo. Sisi watu wa TikTok, sisi watu wa YouTube, sisi watu wa radio. Sisi tutatusaidia na nini? Sisi tutatangaza tu, tutahea tu. Na tukia propaganda watu wachomeke, tukia propaganda watu apigwe, tukia propaganda watu aenda uliwe. Na hizo ni script.
Wewe peleka kwa pale inafaa ipelekwe. Wewe ni mtu mkubwa, wewe ni lawyer, umekaa kwa hii siasa, umejua vile siasa napangwa, umejua hizi vitu na act. Mbona una behave kama mtoto? Kwa sababu wewe ni semeji ya milima. Ama semeji wa milima hawa wana behave vibaya sana. So unaona? So anataka tuonyesha hizo vitu, tumsaidie na nini? So peleke hizo vitu kwa right channel. Sisi security bwana. Sisi polisi, sisi DCI. Mbona unatuletea? Aya, msikize semeji ya mlima bila naongea. Later on in the evening today, they are going to meet some of the market women. And they are telling the market women not to enter Homa Bay. They should take their wares to Kabunde airstrip and sell them there. They are going to have a bogus registration process just to make sure that no planes land at Kabuge airstrip. But I'm sure no force on earth is going to stop us from being in Homa Bay on Sunday. All of this ambao unakilemo hapa na unataka watu wa kuamini. Orengo, mimi nakuuliza, semeji ya mlima nakuuliza, party leader ya Lindo Uhuru, mimi nakuuliza, je, hizi vitu umereport kwa ofisi ya security ya Homa Bay? Hiyo ni number 1. Number 2, hizi report ambao unatupea kwa media, je, umereport kwa ofisi authority ya Kenya? Kama huja report. Swali ya 3, je, uko na OB au uko na barua yoyote kutoka kwa polisi yoyote umereport hizi issue ambao unaletwa kwa social media? Kama kuna, hizi ni propaganda au ni hotea au ni story ya jaba au ni kutafuta sympathy? Kama huja report, kwa nini huja report? Na kwa nini unataka kureport, kwa nini unaongea juu yake? Endelea semeji ya mlima. There is yet other meetings planned tomorrow. Okay, umemaliza. Wacha niweke ingine. Nyoro ka jo Linda Tumbo nyoa na Vasha. Nyen gin gibura gotieno Governor's Park, Homa Bay. Kanyo nye giromo ginjo njore mopogi lo. Hiyo naongea lugha ya South Sudan. Hiyo siwezi weka. Nitakuja kuisupply hiyo lugha ya South Sudan baadaye. Wacha nimakatie na hapo.